Mafunzo yetu yanahusu hasa shule salama kwa mtoto anapotoka nyumbani, anapokuwepo shuleni, mafunzo anayoyapata, mazingira yote ya kumfundisha na kujifunza mpaka anapomaliza elimu yake ya msingi na anavyoendelea katika elimu ya juu. Shule salama imegawanyika katika maeneo mengi makubwa. Masuala ya ukatili wa kijinsia yote yamemlenga mtoto, lakini namna gani mwalimu ambavyo anaweza kumsaidia mtoto katika makuzi yake na malezi bora katika ukuaji wa kielimu. Kwa hiyo kwa upande wa shule salama tunaishukuru sana serikali kwa kuanzisha haya mafunzo kwa upande wa walimu wa shule za msingi, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata haya mafunzo kwa upande wetu sisi walimu, na imani sisi walimu yataenda kutusaidia sasa kuwasaidia wanafunzi ili waweze kukua kielimu, kimalezi, kuepushana na masuala ambayo yanaweza kumkwamisha mtoto kupata elimu yake ya msingi mpaka kumaliza, kwa maana yake kumwepusha na majanga mbalimbali kama vile ukatili wa kijinsia kwa mtoto anapokuwa nyumbani mpaka anapofika shuleni na anapopata yale mafunzo yake kwa ujumla. Nikitoka hapa na kwenda kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakuwa salama wanapotoka nyumbani mpaka wanapofika mashuleni, wanakuwa salama kabisa, na usalama wao utajikita katika mambo mbalimbali, kwa mfano kupata lishe mashuleni, lakini pia ulinzi wa wale watoto katika mambo ya kikatili. Lakini pia mimi kama afisa elimu kata nakwenda kupitia nyaraka zote, miongozo yote, matamko yote, na kwenda kuyaelezea kwa jamii na pia kwa wadau mbalimbali kwamba miongozo, kwa mfano mwongozo wa ulinzi wa mtoto, na kwenda kuelezea vizuri ili wadau wengine na jamii pia kuuelewa na kuufuatilia. Kwa kweli shule inayosimamia tuna utaratibu wa sanduku la maoni, tuna utaratibu wa kukusanya vyakula kwa ajili ya watoto kutulia shuleni ili wapate chakula wale shuleni. Tuna utaratibu pia kuna mwalimu wa ushauri na saa na malezi ambaye anawasimamia wanafunzi na kuwaelekeza ni mambo gani yanapaswa kufanyika shuleni na hata nje ya shule, na hata wanapokuwa kwenye makundi mbalimbali kama makundi ya watu wazima na makundi ya wenzao au marafiki zao. Mimi katika shule yangu tuna utaratibu wa kutoa chakula kwa watoto, kwa maana kwamba tunawaambia wazazi wanachangia chakula kwa kila mzazi, lakini pia tuna huduma ya ushauri nasaha, kwa maana tuna mwalimu anayetoa ushauri nasaha ambaye pia alipewa mafunzo katika kitengo hiki cha shule salama. Sisi katika kata yangu ambako natoka na hasa wilaya Busega, tumekuwa na utamaduni wa ushirikishwaji wa jamii ili swala la ulinzi na usalama wa mtoto liweze kufikiwa vizuri, kwa maana kwamba mtoto huyu tunayemwandaa leo ni kwa ajili ya kesho na kesho kutwa ya taifa letu. Hao ndio watakuwa viongozi wetu katika kizazi kinachokuja. Kwa hiyo wasipoandaliwa vizuri kwa sasa, maana yake kule mbele tutakuwa hatujapata viongozi wenye hali ambayo ni ya kutumikia taifa letu la Tanzania. Tunafanya mambo mengi kule Kaliua, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa salama mazingira ya nyumbani, lakini pia hata shuleni wanapokuwa katika ile hali ya ujifunzaji. Kwa hiyo kupitia sasa haya mafunzo tunahakikisha kwamba tutaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali, wakiwa ni pamoja na wazazi, ili watoto wetu wawe salama, lakini pia hata watakapokuwa wamemaliza shule wawe raia wema. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.